Nĩwanjerire nĩũrakarĩtio nĩ rũciaro rũrũ rwaithirĩro kĩnjĩra ndĩthare njũre ta Loti nathiĩ ngĩragara ta merire arata kwa mũtiume twĩthare tondũ thĩ ĩno nĩĩroka kũnũgwo wakiũgũitĩka thĩ ĩno ta mbura Mũhonokia roiga ndũmerire. Karibuni katika EPC Inspiration Team, timu ambayo Elohim ametusaidia kuendeleza jumbe katika nyakati za mwisho. Nataka kuwashukuru kwa huu muda ambao Elohim ametupea. Karibuni. Mwezi wa 8 2020 nikuona niliona eti ni njia mbili. Moja ilikuwa na maji chafu na watu walikuwa wanayagaragaza madrum ya maji katika hiyo njia. Na ile njia ingine nikajiona tumekimbishwa mbio kubwa sana. Lakini mwenye kutukimbisha hakutushika. Tena nikaona tukiwa mbioni katika hiyo njia. Ilikuwa imemwagwa kokoto, nikaona wenye tulikuwa tunakimbia nao wanaanguka na kukatika miguu na mikono, wanashindwa kukimbia, tunaenda tunawacha kama wanagagaa chini, kama maandiko yasemavyo katika kitabu cha Yeremia 6:16 na kuendelea. Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaona mkaulize habari za mapito ya zamani. Iwapi njia hiyo njema? Mkaenda katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Nami naliweka walinzi juu ya yenu, wakisema, isikilizeni sauti ya tarumbeta. Lakini walisema, hatutaki kusikiliza. Kwa sababu hiyo, sikilizeni enyi mataifa, mkajua kusanyiko ni jambo gani litokealo kati yao. Sikia nchi, tazama nitaleta mabaya juu ya watu hawa na matunda ya mazao yao kwa sababu hawakuyasikiliza maneno yangu. Tena kwa habari ya sheria yangu wameikataa. Wapendwa, Melhelem ni mwisho na Elohim wa Israeli awabariki. Ĩno nĩĩroka gũthabio na mwaki hamwe na arĩa maregire ũhoro nĩtũtuĩrĩirwo cira wa kũninwo no nĩtũhetwo ihinda twĩrire arata kwa mũtiume twĩthare tondũ thĩ ĩno nĩĩroka kũnũgwo wakiũgũitĩka thĩ ĩno ta mbura Mũhonokia roiga ndũmerire.